Majina naitwa Miraji Juma Ramadhani, ni mkazi wa Kiwangwa, Bagamoyo. Siku ya ajali nilikuwa na mgonjwa wangu Msata hospitalini, ambaye dada yangu alikuwa ni mzazi, alikuwa kiumbe kimekusia tumboni. Nilimpeleka kwa matibabu pale Msata. Sasa nilikuwa na shemeji yangu mmoja, nilikuwa nawasiliana naye kwamba aje katika hospitalini kuhusiana na matatizo pale hospitalini. Sasa nikawa nampigia, akanambia kwamba kuna ajali imejitokeza maeneo ya Masuguru. Basi tukatoka mimi kwenda pale, tukabahatika kuwatoa ambao walikuwa wazima, ambaye ni Jeshua, baba ambaye mheshimiwa mwenyewe, na msichana siwajui. Tukatoka tukapakia kwenye guta ambaye ni Toyo. Walikuwa kama wagonjwa ni watatu kwenye Toyo, tukawapakia. Mama tukampakia kwenye Land Cruiser kama sababu yule alikuwa hana damu. Tukawapakia wale wagonjwa watatu, tukaingia nao hospitalini, lakini bahati mbaya yule mmoja akafika naye hospitalini, ambaye ni jina lake siwajui kimajina. Sasa njiani akafa. Kwa hiyo hospitalini kule tukawa na wagonjwa watatu ambao wanajielewa kidogo kama hivyo akapumua, ambaye ni mama na jamaa mmoja yule ambaye alivaa miwani katika picha. Alafu kuna msichana wa kazi anaitwa Mwanahamisi. Afadhali msichana wa kazi ndio alikuwa hali mbaya, na yule jamaa ambaye alivaa miwani tena hali yake ni mbaya. Sasa kulingana na hospitalini kule inatakiwa ndugu nini ambao kuweza matibabu yaanze. Nikajitoa kama ndugu, nikajitoa kuwasimamia hawa ndugu zetu. Kweli nikajitoa, na mama aliniomba hilo niwasaidie hivyo, na akaniambia, mwanangu, nakuomba usije ukatuacha, sababu sisi hatuna ndugu na hapa tulipo hatuelewi na kwa vipi. Kwa hiyo nikatumia ujasiri huo, na kwa maana mama kanipa ambayo niwasaidie na niweze kuwa nao. Kwa hiyo nikatumia ujasiri huo, kweli nimejitahidi kwa kadri uwezo wangu. Mama simu yake ilikuwa imepasuka, haiwezi kuonyesha skrini. Kwa nilichokifanya nikatoa laini zake mama, nikae kwenye simu yangu ili kama nipata mawasiliano kwa ndugu, niweze kutoa mawasiliano ili mradi wajue kwamba hawa ndugu wamepata ajali. Kwa hiyo nimefaulu kwenye hilo, nimeweza kuwapata ndugu. Na yeye mwenyewe kipindi ambapo alivyoniambia namba yake ya kwanza ambayo niliweka laini zake, kanambia mpigie Eric ambaye ni mwalimu mwenzake. Kweli nikampigia Eric nikampigia kama mara tatu kwa hajapokea simu, anakata. Eric baadaye kanitumia message akanambia chat, nikamwambia madam kapata ajali kwenye message. Akanipigia Eric. Mimi nikaona kwamba ili aamini, nikampa madam aongee naye kidogo. Wale kajiaminisha kwa madam kanigamia simu nimalize kuongea naye ili baada niweze kuwatambulisha kimakini. Kwa nikaongea naye Eric akaambiwa mwambie madam ambaye ni mkuu wa shule. Kwa hiyo akamwambia, na pia mimi simu kwangu sijakoma kupiga simu. Nimepiga sana simu kusudi kwamba nipate taarifa kamili kwa au tunapata taarifa kwamba kuna msiba na kuna ajali imetokea. Kweli nimefaulu kwenye hilo, na simu zilikuwa nyingi sana. Nilikuwa simu naongea na simu huku simu zinaingia. Kwa hiyo tukatoka hospitalini pale Msata, tumepewa uhamisho pale kutokana na hali ya wagonjwa ilikuwa iko mbaya. Tunapelekwa Msoga. Njiani mmoja akatuacha, ambaye ni yule jamaa mwenye miwani, akafia njiani. Kwa hiyo katimia wafu watano. Kwa tukafika Msoga, tukafika na wagonjwa wawili, ambaye mama huyu na binti wa kazi ambaye ni Mariam. Kwa hiyo Msoga wanapambana pale, hali ikawa changamoto bado.
ila ndugu zake baadaye kaja nikawapata wale watatu wakaja, na huyu mheshimiwa mkuu wa huu msiba, huyu kiongozi, na pia naye alikuja. Walikuja kanikuta mimi nipambana kwa hali ya uwezo wangu, nikaja nikamwambia bwana, mimi nikakabidhi waitamani ndugu yote huku ambaye kupeleka pale tumbi ya Kibaha, lakini usafiri kwa mdogo, kwa hiyo sikuweza kupanda usafiri ule ambao wao walikuja nao. Kwanza kufanya jana nikapanda usafiri wa kawaida wa Costa, ndio nikaja msibani, ndio niko tunashirikiana toka jana mpaka sasa hivi. Ilikuwa muda gani hapo wajaji? Bila kama saa 5 ya asubuhi. Nashukuru. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.